kwetu. Faida ya upendo kwetu. Manake mimi ninaelewa kanisa isipoelewa faida ya upendo. Unaweza sema ndio pastor tulijifunza, lakini yale yako hapa mengi haukuyasikia. Manake Mungu anatuinua one glory to another. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Faida ya upendo. Kwa nini tuwe na upendo kama kanisa mbele ya Kristo? Kwa nini tupendane sisi kwa sisi? Kwa nini tupende Mungu? Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana litukuzwe. Kwa sababu usipoelewa faida ya upendo, hautaweza kunionyesha upendo na mimi sitaweza. Nataka tuangalie katika John chapter 13. Yohana 13 mstari wa 34 tufike 35. John chapter 13 verse 34 to 35. Nataka tuangalie faida ya upendo kama kanisa ama kwetu sisi kama wanadamu. Wakati sisi tunapendana, ule upendo unanisalia nini na unakusalia nini wewe? Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Baraka Biblia inasema watu wangu wapotea kwa kutokuwa na maarifa. Sasa Mungu anataka kuletea kanisa ama anataka kuniletea jalo hiyo nini itanifunga mapema. Hebu nitengenezee hiyo sauti. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hello. Manake mimi na wewe tusipojua ni nini inaitwa upendo ama faida ya upendo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Tutakuwa watu bure. Manake Biblia inasema kule Wakorintho inasema hata kama hata niongee kwa lugha za malaika. Bwana Yesu asifiwe. Kwa lugha za na wanadamu, kama sina upendo mimi ni kavu ama mimi ni bure. Haleluya. Na hata nitoe mali zangu niwasaidie maskini. Haleluya. Kama sina upendo, na hapo ndio watu wanakosea sana. Manake kuna mtu anasema mimi siendaji kanisani lakini nasaidia maskini. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Siendi kanisani lakini nitatuma sadaka. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Sasa unapo siendi kanisani lakini naomba, sasa kule kwa kanisa ndipo utafanyika kitu. Maana kule nje unaweza toa. Haleluya. Kule nje unaweza omba. Haleluya. Kule nje unaweza saidia. Bwana Yesu asifiwe. Lakini je, upendo nitauelewa na wewe utauelewa? Na ndio maana Mungu akasema akijua ya kwamba watu wako na vitu wanaweza saidia maskini. Haleluya. Watu wako na vitu wanaweza toa sadaka. Wanaweza fikia watu wengi, lakini kuna kitu watakosa. Na wakikosa hiyo hawataona ufalme wa Mungu. Haleluya. Kwa hivyo nataka tusome hiyo verse
hizo mbili ili tukaweze kuingia John chapter 13. John chapter 13 34 to 35. Yohana Mtakatifu 13 34 hadi 35. Amri mpya nawapa. Pendane kama vile nilivyowapenda ninyi. Wapenda ninyi. Nanyi mpendane vivyo hivyo. Hivyo watu wote watatambua ya kuwa ninyi mmekuwa wanafunzi wangu. Hivyo watu wote watatambua ya kuwa ninyi mmekuwa wanafunzi wangu. Mkiwa na upendo ninyi kwa ninyi. Rudia tena. Amri mpya nawapa. Pendane kama vile nilivyowapenda ninyi. Nanyi mpendane vivyo hivyo. Hivyo watu wote watatambua ya kuwa. Kwa njia hiyo watu wote watatambua ya kuwa ninyi mmekuwa wanafunzi wangu. Mkiwa na upendo ninyi kwa ninyi. Acha tuchukue. Abia Bwana nipe hekima tu. Abia Bwana kama vile nimeingia. Baba, nisije nikaondoka bila. Nisije nikaondoka vile. Nisije nikaondoka bila kitu. Bwana niumbe katika jina la Yesu. Toa umande katika mkono wako kama mvinyanzi, dear Lord, na ukaweze kuniumba. Mimi ni umande huo, na baba yangu nimeharibika kwa kutojua Jehova. Nibonde na ukaniumbe tena, ukaweke misingi mipya ndani yangu katika jina la Yesu. Ukaweke hekima na maarifa na ujuzi wa kweli ndani ya moyo wangu. Asante Bwana. Niumbe na nibadilishe. Nipe njia ingine, sio ile nimekuja nayo hapa. Nipe elimu ingine, sio ile najua, katika jina la Yesu. Mimi sio kitu mbele zako, maana mimi ni mavumbi. Baba, nifanye kitu kulingana na mapenzi yako, katika jina la Yesu. Naomba hata kuamini. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Yesu Kristo ndiye anaongea na wanafunzi wake wakati alikuwa katika dunia hii. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na akiwa katika mwili, Yesu alitaka watu wakaelewe faida ya kupendana hata katika nchi ama mwili, mimi na wewe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana litukuzwe. Na akawaambia amri hii, sheria hii nawapa. Na sheria ni kwamba tukapendane sisi kwa sisi. Haleluya. Kama vile sisi alivyotupenda, ama kama vile yeye alivyotupenda. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Na akasema mnavyokuwa watu wa upendo, mnavyokuwa na flow za upendo, wewe unapenda ule mwingine, wewe unapenda jirani yako, wewe unapenda mshirika mwenzako. Haleluya. Akasema pale ndio tutafanana na baba yetu alivyo mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Anasema pale dunia itatambua ya kwamba sisi ni wanafunzi wake kama tutapendana. Haleluya. Kwa hiyo sura
ama alama ama jina ama mfano wa kanisa. Ile inafanana na hii jina kuitwa wana wa Mungu, ni ile kanisa iko na upendo. Haleluya. Ndio maana akasema wakati sisi kwa sisi tumependana, wakati wewe unanipenda, haleluya, wakati wewe unanipenda, unanionea mema. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sasa tunaambiwa tukipendana, dunia ama watu watajua ya kuwa tuwana wa Mungu aliye hai. Na ndio maana leo hii hakuna kanisa. Haleluya. Baraka hata kanisani watu hawapendani. Haleluya. Uko kwa kanisa na unapigana. Jina la Bwana litukuzwe. Sasa that's why katika sura ya dunia, katika watu wa dunia hawaoni kanisa. Baraka watu hawana upendo. Kanisa wa Kristo hawana upendo. Haleluya. Mtu wa kanisa atasikia mwingine akisengenya mshirika, mtu wa dunia atasikia mwingine akisengenya mshirika mwenzake. Haleluya. Sasa hakuna tofauti kati ya kanisa na dunia. Na kile kimefanya kanisa ikaonekana hakuna tofauti na dunia ni kwamba hakuna upendo, hakuna kitu kingine. Maana Yesu anasema watakaoitwa wanafunzi wangu ni wale watakuwa na nini? Na nini? Na upendo. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana litukuzwe. Je, ni wangapi ambaye huyu mtu ambaye huwezi sikia akisengenya mshirika mwenzake, akimnenea mabaya? Ni wangapi? Kama mtu wa dunia atakuwa kwa masengenyo akisengenya mtu wa dunia, na mtu wa kanisa ama mtu anadai ameokoka anasengenya mtu mwingine, kama mtu wa dunia ataombea mwenzake mabaya, haleluya, na kanisa pia tutaombeana mabaya, kuna utofauti? Kuna mipaka? Hakuna mipaka, si ndio? Haleluya. Haleluya. Sasa tumechanganya maji na giza tena, mwangaza na giza, kwa sababu Yesu alipata yakiwa hivyo. Maji yamechanganyika na giza, ama uhai umechanganyika na kifo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ni lazima tuelewe tofauti ya Mkristo na dunia ni kuwa na upendo kwa moyo wake dhidi ya mtu mwingine. Sasa ndio hapo tukifika hapo na kuuliza, je, wewe uko tofauti na dunia ama wewe uko pamoja na dunia? Baraka Mungu Yesu aliwaambia mtakapopendana pale ndio watu watatambua ya kwamba nyinyi ni wanafunzi wangu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sasa wewe ni tofauti na dunia ama wewe na dunia ni sawa? Ndio maana nimekwambia kama kwa upendo peke yake, kwa kupenda rafiki, kwa kupenda ndugu yako, kwa kupenda ule mwingine, hapo ndio tutaonekana kanisa ya Kristo.
ndio tutaonekana na tuitwa wana wa Mungu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Je, moyo wako umejaa upendo? Moyo wangu umejaa upendo. Hello. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hapo ndio sasa mipaka ya dunia na kanisa. Manake duniani hakuna upendo. Haleluya. That's why kuna watu wa dunia na watu wa Mungu. Kuna wana wa dunia na kuna wana wa Mungu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Je, wewe unaweza kuwa na mipaka na dunia kulingana na moyo wako? Moyo wako uko na upendo, unampenda ule mwingine. Tuanze pale, tuanze kuona mipaka. Hapa tuanze kuona kama tumejichanganya na dunia. Hello. Na hii neno imewaangusha watu wengi sana wanaojiita Wakristo. Imeangusha watu wengi sana. Kumaanisha watu wataheshimu kanisa wakati wataona imejaa upendo. Dunia itakuheshimu wewe dada na ndugu, mimi na wewe, Bwana Yesu asifiwe, tutakapoonekana tumejaa upendo sisi kwa sisi. Na ndio maana unapata kanisa leo aliheshimiwi, kwa maana kuna kazi yao ya kufanya. Haleluya. Ndio maana unapata mtu wa dunia, na waambia leo mtu wa dunia mlevi, tena mwabudu sana, anaweza rutusi mchungaji. Haleluya. Na Mungu asimnyoshe kidole, kwa sababu ile mandate Mungu aliacha na ile alama Mungu aliacha kanisa ikaonekana ikiwa nayo, ama ile jina upendo, ili katofautishe dunia na kanisa aliko. Haleluya. Maanake ule mchungaji atakufunza kuhusu maadui wako. Haleluya. Ambaye hao ni wanadamu. Yeye anachochea chuki. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ameacha mandate, ama ameenda kinyume na mapenzi ya Bwana katika kanisa. Haleluya. Itakuwa vigumu sana Mungu wetu tunayemwabudu kupigania Wakristo. Haleluya. That's why unapata watu wanadharauliwa sana, wale wanajiita Wakristo. Unapoambia mtu nimeokoka, wacha hiyo, wewe usiniambie mambo ya wokovu siku hizi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ule Mungu wa kweli wa upendo hayuko. Tulikuwa naongea na ndugu mwingine nikawaambia, wakati dunia ilitafuta Mungu, pini ya kumuona Bwana ikakosa kwa kanisa. Ikawa sasa kila mtu ako free kuabudu chenye anataka. Basi kanisa ina ile heshima. Wakuwakilisha Yesu Kristo katika upendo ndani ya dunia hii na ndani ya kanisa hayuko. Hello. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana litukuzwe. Hata mchungaji anakuambia pigana na adui wako. Je,
dunia itatuita ama itatambua kweli. Hello, maji na giza imechangamanikana tena, kama vile mwana wa Mungu ama vile mwanzo kulivyokuwa. Unanipata? Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kanisa ikitaka kuonekana na dunia, kanisa ikitaka kuheshimiwa, kanisa ikitaka kuweka mipaka na dunia, ni lazima tuonyeshe upendo sisi kwa sisi. Ni lazima wakati unatoka hapa usije ukamsema mwingine. Wakati mwingine ako na shida, ile shida unaipokea kana kwamba ni yako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hello. Hello. Sasa ndio maana dunia haijawekewa mipaka na Mungu kudharau kanisa, kwa sababu kanisa ilisahau na kazi yake. Hello. Bwana Yesu asifiwe. Je, wewe uko na mipaka? Karibu sana dada yetu. Wale wajavika waje waendelee kulala, kwa sababu sasa hapa tunaona mipaka ya kanisa na dunia. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Dennis, sasa wewe uko na mipaka na dunia? Manake hiyo ndio siri, na hapo ndio mbingu itaweka sahihi kwamba kanisa imeonekana, kwamba kazi ya Bwana imetendeka. Watu wameacha njia, Wakristo na wachungaji wameacha njia yake ambaye ni upendo. Tutajua Mungu wangu ninayemwabudu Mungu yupi huyo? Anaombeanga mwenza, anakusukuma ukaombee mwenzako mabaya. Watu wengi leo unapoona ndugu yako ama jirani yako anaumia, kwako ni sifa. Kwa Yesu asifiwe. Kanisa na dunia, uko wapi utofauti? Hello. Bwana Yesu asifiwe. Je, hapo ndio nasemanga kanisa bado ijaanza. Ninapoangalia mambo kama hayo, ndio nimekuambia tunajifunza faida ya upendo kwetu sisi mbele ya Kristo. Tunapata nini? Nimekuambia tukipendana, dunia ama watu watajua tuana wa Mungu aliye hai. Point 1. Kwa hiyo tusitu kama hatutapendana, hakutakuwa na tofauti kati ya kanisa na dunia. Haleluya. Kama moyo wako hautaomba Mungu uwe na upendo, ndugu yangu, hata ukifa leo utaachwa duniani. Bwana Yesu asifiwe. Anza kuona sasa wale wanaweza achwa Yesu akija leo. Ni wangapi wataenda? Ni wangapi wataenda? Leo hii ukiondoka, lakini uko na maandui, lakini uko na wachawi, lakini uko na waganga, na mtu wa dunia anao,
Wewe ni wa dunia ama wewe ni wa mbingu? Hello? Bwana Yesu asifiwe. Wewe umeshikilia dunia ama umeshikilia mbingu penye utaenda? Bwana Yesu asifiwe. Sio mimi natakanga kuhesabu na kupima idadi ni wangapi wanaweza penya hii mbingu. Unajua tunaweza kuwa mamilioni, tunaweza kuwa matrilioni katika kanisa moja. Bwana Yesu asifiwe. Hello? Lakini tarumbete ikipigwa leo hakuna atakayesikia. Kwa kukosa upendo. Baraka sura ya kanisa kufanana na Kristo. Kitu moja tu, upendo. Hello? Lakini ukiona mambo yako yaendelea vibaya, haienendi kulingana na mawazo yako, unasema ni mchawi. Haleluya. Unapoenda kwa mchungaji, anakuambia aliyekuendea alitoa sadaka ya aina hii, na wewe toa ya aina hii umpite. Kwa sababu aumpendei mema kama vile yeye akupendei mema. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Alafu sasa mtu kama huyu akifa tunasema ameenda wapi? Wewe umeshuhudia uongo mbele ya mbingu. Hello? Bwana Yesu asifiwe. Mnaposema ameenda kumuona Bwana, anasema naye kule anasema baba yangu. Baba yangu wa watoto. Waje hiyo tabia. Baba yangu Ibrahim, ninakuomba unitume. Yaani mnasema ameenda wapi? Na yeye analilia Mungu arudishe kwa ajili. Manake penye yako analia, penye yako anateseka, na hiyo ndio njia yenu. Hello? Hello? Bwana Yesu asifiwe. Ni wangapi wamedanganya wakizika maiti? Ni wangapi? Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana litukuzwe. Ni wangapi walioenda? Na ni wangapi waliomwona Kristo? Waliojua siri hii. Tofauti ya kanisa na dunia ni upendo. Wewe unasema una upendo wa Kristo, lakini huyo jirani yako ni mchawi. Mchawi wa? Huyo jirani yako ni andui. Andui ya? Je, ukiwa na uandui uko na upendo? Hello? Walioenda ni wangapi walivika? Walioenda ni wangapi wanalia? Mimi nakwambia ukweli. Usipofuata ukweli ukienda kule au utasema sikuambiwa. Kuna watu waliokufa duniani, waliokufa na wakaenda katika mateso, wakiachiliwa. Wakiachiliwa, wachungaji watajua wajui. Mapozo watajua wajui.
Maanake njia walioonyeshwa sio ya mbinguni, bali ni ya motoni. Huo upendo wa mwili tu hata tuende na huo. Hello. Bwana Yesu asifiwe. Havyo kumaanisha tulipokosa upendo alipoondoka, madharau iliingia katika madhabahu. Hiyo madhabahu ya Mungu ya wateule wanaojidanganya ni wateule inadharauliwa. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana litukuzwe. Haleluya. Kutokana na upendo kanisani, utiifu utaonekana kwetu mbele ya macho ya Mungu na kuwa wana wake. Maanake tukipendana, unaona sasa ile kiburi haiko. Kwa hiyo upendo ni rada. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ya kutoa magugu, ya kutoa majigambo. Hello. Na tena tukiwa na upendo hakuna kusukumana. Ile msukumano ati huyu hajui hii, hakuna. Hayo mtu aliye na upendo, huyo ni Kristo mwenyewe. Amefanana na Kristo, na kama vile Kristo alivyotii, hata sisi tutakuwa watii. Na ndio maana kwanza sisi kanisa tumekuwa gaidi. Kwa Yesu asifiwe. Ndio maana kisasi kinaonekana kuwa gaidi zaidi. Kwa sababu wazazi tumekuwa gaidi mbele ya Bwana. Ametulipa gaidi katika vizazi vyetu. Hello. Bwana Yesu asifiwe. Watoto wamekuwa gaidi ni kwa sababu watoto wa Mungu sisi wenyewe tuwagaidi mbele zake. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana litukuzwe. John chapter 15 12 to 15. John chapter 15 verse 12 to 15. John 15 mstari wa 12 mpaka 15. Sasa nafikiria umeona kwa nini kanisa imedharauliwa. Kwa nini hakuna tofauti ya kanisa na dunia. Bwana Yesu asifiwe. Na unajua Mungu anakuonyesha haya ili hata wewe na wewe ujitofautishe. Na mimi nijitofautishe. Haleluya. Kwa hiyo wiki hii kama inawezekana, kabla hatujafika dhasi, manake dhasi Mungu ataongea na tujia ataongea nini. Hebu tukaambie Mungu atupe upendo. Aweke upendo, asafishe mioyo yetu, aondoe chuki, aondoe hasira, aondoe ghadhabu, bali tukajae upendo wa Roho Mtakatifu, upendo wa Yesu, ili tukaweze. Jina la Bwana litukuzwe. Maana ndugu yangu, kwako wewe kuonekana sura ya Mungu, kwako wewe kuonekana sura ya Kristo, ni wakati utakapojaa upendo kwa watu wengine. Karibu ndugu yangu. Yohana Mtakatifu 15:12 hadi 15.
Amri yangu ndio hii. Amri yangu ndio hii. Mpendane. Pendane Kama nilivyowapenda ninyi. Kama nilivyowapenda ninyi. Hakuna aliye na upendo mwingi kuliko huu. Hakuna aliye na upendo mwingi kuliko huu. Kwa mtu kutoa uhai wake kwa ajili ya rafiki zake. Wa mtu kutoa uhai wake kwa ajili ya rafiki zake. Ninyi mmekuwa rafiki zangu. Ninyi mmekuwa rafiki zangu. Mkitenda niliyowaamuru. Mkitenda niwaamuruyo. La, siwaiti tena watumwa. Siwaiti tena mnavyotenda kulingana na amri zangu. Kwa maana mtumwa ajui atendalo bwana wake. Kwa maana mtumwa ajui atendalo bwana wake. Atendalo bwana wake. Lakini nyinyi mmekuwa rafiki. Lakini nyinyi mmekuwa rafiki. Kwa kuwa yote mlioyasikia. Kwa kuwa yote mlioyasikia. Niliyoyasikia kwa baba yangu nimewaamuru. Niliyoyasikia kwa baba yangu. Kwa baba yangu nimewaarifu. Rudia tena. Amri yangu ndio hii. Amri yangu kwa kanisa ndio hii. Amri ya Kristo kwa kanisa. Amri ya Kristo kwa kanisa ndio hii. Mpendane. Kama nilivyowapenda ninyi. Kama nilivyowapenda ninyi. Hakuna aliye na upendo mwingi kuliko huu. Hakuna aliye na upendo mwingi kuliko huu. Wa mtu kutoa uhai wake kwa ajili ya rafiki zake. Wa mtu kutoa uhai wake kwa ajili ya rafiki zake. Ninyi mmekuwa rafiki zangu. Ninyi mmekuwa rafiki zangu. Mkitenda niwaamuruyo. Mkitenda niwaamuruyo. Siwaiti tena watumwa. Siwaiti tena watumwa. Kwa maana mtumwa ajui atendalo bwana wake. Kwa maana mtumwa ajui atendalo bwana wake. Lakini ninyi nimewaita rafiki. Lakini ninyi nimewaita rafiki. Kwa kuwa yote niliyoyasikia. Kwa kuwa yote niliyoyasikia mimi. Kwa baba yangu. Nimewaarifu nyinyi. Bwana Yesu asifiwe. Na Yesu akiwa na mitume wake. Bwana Yesu asifiwe. Akawatembelea na akawapea amri yake kwa kanisa ya kweli. Na akawaambia amri yangu ni hii. Mpendane ninyi kwa ninyi. Haleluya. Hakuna kama nilivyowapenda ninyi. Hakuna upendo kama ule Yesu alivyo tuonyesha, mtu kutoa uhai wake. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa ajili ya rafiki zake. Jina la Bwana litukuzwe. So inamaanisha wakati umependa mtu umempa uhai. Haleluya. Na kile kiko katika uhai wako hata una kile. Na ndio maana wakati mwingine nikiongea ujumbe huu nilisema Yesu alikuwa amejaa upendo katika moyo wake. Ndani yake alijaa upendo. Haleluya. Na wakati alitupea ule uhai, ule moyo wake. Bwana Yesu asifiwe. Maana ule moyo ulikuwa umejaa upendo. Sasa tulipokea kutokana na ile dhabihu, ile matoleo alitoa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu moyo wake, uhai wake ulijaa upendo ndani yetu. Haleluya. Ulipotufikia ule uhai, tulipokea ule uzima. Bwana Yesu asifiwe. So inamaanisha wakati unapea mtu, unaonyesha mtu upendo. Wakati unapenda mtu kwa moyo wako. Hello. Bwana Yesu asifiwe. Ule upendo ulio kwa ndani yako na umempenda na ule uhai, umempenda na ule moyo utamzalia mema.
Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana moyo wa Yesu ulitujalia uzima, kwa maana alitupenda, na kwa huo upendo tukatoa uzima ndani yake. Maana yake ndani yake hakukuwa na uadui. Haleluya. That's why kanisa angepokea uadui, kanisa ya kweli. Ndani yake hakukuwa na uchawi. That's why kanisa ya kweli haiwezi kuwa na wachawi. Am I talking? Kwa hiyo wakati tunasema mimi niko na mchawi na niko kanisani najitanganya, mimi simuelewi yule aliyenizalia upendo ama uzima. Bwana Yesu asifiwe. Hello. Bwana Yesu asifiwe. Nafikiria tunaelewana vizuri. Hayo Yesu alipenda kanisa, na ule upendo akazaa mema kwa kanisa, akazaa uhai kwa kanisa, akapanda afya kwa kanisa na baraka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo unapompenda mtu, Bwana Yesu asifiwe, unapompenda mwenzako, hiyo ni sadaka umemtolea. Maana Yesu anasema kuna upendo kama huu, mtu kutoa uhai wake kwa ajili ya rafiki zake, kwa ajili ya upendo. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana litukuzwe. Hello. Kwa hivyo Selesi, unaponipenda, huo moyo wako utanisalia huo upendo. Haleluya. Na unaponisalia ule upendo, ile chuki ama ile makosa ilikuwa ndani yangu yako, ile makosa uliyenikosea, Bwana Yesu asifiwe, na kuanzia leo unisamee ama nikusamee na nikupende. Haleluya. Sasa ule upendo utafunika dhambi. Jina la Bwana litukuzwe. Ule upendo utaondoa yale maovu. Ndio maana Yesu kwa kutupenda, upendo peke yake ndio ilikuwa dhabihu ya kutosha kumaliza uadui katika dunia, ya kutosha kumaliza uchawi katika kanisa, ya kutosha kumaliza waganga katika kanisa. Bwana Yesu asifiwe. That's why nawaambianga kwa kanisa hakufai kuwa na room ya kutajwa wachawi na waganga na devil worshippers. Hello. Parake wile mioyo ya kanisa ya kweli imeoshwa, na Yesu akasema heri walio na mioyo safi, maana watafanya nini? Watamuona Bwana. Hauwezi kuwa na moyo safi na upendi jirani yako, na upendi mshirika mwenzako. Bwana Yesu asifiwe. Halaziwai wakati watu wengi na kanisa kubwa, hata maapozo wanaposimama wanakuambia kamata mchawi wako, kwa maana kwa mioyo yao wachawi na waganga wa kiroho wamejaa. Kilio tutamulilia nani? Kilio wanadamu watamulilia nani? Baraka upendo kama na kupenda, my brother, siwezi kuunganisha na mchawi, kwa maana hata mimi siwezi kubali uniunganishe na mchawi, lakini kwa sababu nampenda Yesu na kuunganisha na Yesu aliyetupenda. Pigia Bwana Yesu makofi. Haleluya. Mtu anahubiri injili kama hii, na wakati anazikwa mnaanza kuja na vitu zingine mnafanya ati ni malaika, upuzi na uchawi.
Hello. Bwana Yesu asifiwe. Tuelekee wapi kanisa la Bwana? Tulipotea. Bwana Yesu asifiwe. Mtu anakupenda Dennis na anakuambia kuna mchawi anakuchapa. Kwa hiyo ndani yake, kwa maana roho ya Yesu ilikuwa na upendo, akatuzalia upendo. Haleluya. Basi na roho yangu ikiwa na Yesu aliyejaa upendo, na baa kukuzalia Yesu aliyejaa upendo na amani. Lakini kama roho yangu imejaa wachawi, wow. Hello. Najua anapenda neno, manake anaanika. Anasema kila kitu kiwazi. Waebrania chapter 4:13, mbele zake hakuna chochote kinahesabiwa. Na akasema kilicho tendeka katika giza, kuna siku itafika kiwepo wazi mchana kutwa. Haleluya. Jina la Bwana litukuzwe. Ndio maana nakwambia ndugu yangu, mimi nitashauri hata maapostles na si kujipiga kifua. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Tukiwa na upendo na kupendana sisi kwa sisi, tutaonekana na roho tofauti ndani yetu. Yani kutaonekana sura tofauti, mtu mpya. Manake roho yako ndio itakutambulisha. Roho yangu ndio itakutambulisha. Kama iko na upendo, hata utaniambia umeokoka. Bwana Yesu asifiwe. Hello. Blessing. Jina la Bwana litukuzwe. Kwa hiyo nimemwambia, yani sura mpya, sura ya kanisa, am I talking? Itaonekana, yani kanisa tofauti katika dunia ni ile itakuwa na upendo. Kwa hiyo sura tofauti ya Kristo ni yule aliye na upendo. Usio na upendo, wewe ni wa dunia. Hello. Bwana Yesu asifiwe. Je, ni kanisa ngapi zinajidai ni za Kristo ili yani ni za dunia? Ni watu wangapi wanajidai ni wa Kristo ili yani ni wa dunia hii? Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana litukuzwe. Mungu atuhurumie sana. Kwa hivyo kutokana kutaonekana tofauti kati ya dunia na kanisa. Tofauti kubwa sana machoni pa Mungu wakati tumejaa upendo. Pale ndiye Mungu ataona kanisa. Pale ndiye Mungu ataona kazi ya Yesu. Hello. Kwa hiyo bado Mungu hajaona utofauti. Maana watu waliacha njia, wakapotoka. Na njia ni upendo. Bila ya kanisa, bila upendo hakuna, imekufa. Maana Biblia inasema kwa jinsi hii Mungu alipenda, na kutokana na ule upendo akatoa dhabihu. Ile dhabihu ikakuvia ile dhambi, ikakuvia ile laana. Bwana Yesu asifiwe. Ikatingisha misingi ya kuzimu.
unasikia vile inatingishwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ukitaka kuonekana na sura tofauti na dunia, Dennis, Bwana Yesu asifiwe, Celestine, ni lazima uwe na upendo. Upendo ukusunguke. Usipokuwa na upendo mbele za Mungu, wewe ni kama makapi. Miwa, unatafunanga miwa, si ndio? Unatafuna miwa, ile utamu ikiisha, ile kitu ya kutu. Sasa wewe kama una upendo, ni kitu ya kutupa, kitu isiyofaa mbele za Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana Yesu aliangalia miwa kanisa, utazaliwa teko biusitoni ikingoki zatoli magoa. Bwana Yesu asifiwe. Hakaona watu wasio na testi, na kaitema. Na that's why Biblia inasema katika Revelation chapter 3, kwa kuwa mmekuwa vuguvugu, umoto wala hubaridi, nami nitakutapika. Manake hauna joto, hauna baridi mbele zangu, haufai chochote. Na Yesu akaongea katika Mathayo 5:11, ninyi ni chumvi ya dunia, na chumvi ikiharibika itatiwa nini hata ikole? Basi kwa maana imeharibika, haifai chochote, bali itatupwa na kukanyangwa, kitu isiyofaa ya kutupwa nje ya hekalu ya Roho Mtakatifu. Kanisa iko kitu ambaye haina test today mbele ya Kristo. Hello? Bwana Yesu asifiwe. Am I talking? Je, wewe Yesu akikuangalia, mimi Yesu akikuangalia, ama akiniweka katika kinywa chake, nitakuwa na tezi ama hamu? Bwana Yesu asifiwe. Mungu ahurumie kanisa. Barake, chumvi haina testi kamwe. Na mlesi, mimi nitakuchuna. Nikikuita tena ni hapa. From today, kutoka saa hii mpaka tumalizie. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Jina la Bwana litukuzwe. Je, hebu jiweke katika kinywa cha Bwana. Utatemwa. Nitatemwa. Niko na kitu ndani yangu Yesu anayesameza. Je, mimi ni kitu ambacho ama mimi ni chumvi, ikiwekwa katika chakula italeta tezi? Hello? Unaona kama italeta tezi? Unaona kama italeta tezi? Bwana Yesu asifiwe. Wewe unajisikia na unajielewa kulingana na matendo yako. Sasa kama wewe kulingana na matendo na ile injili unakula hata haina testi mbele za Bwana, wakati unakufa utakuwaje uko na testi mbele ya mbingu? Wakati unaomba utakuwaje yale maombi yako itaingia mbinguni? Je, sadaka ile unatoa katika moyo wako ina tesi mbele ya Kristo? Bwana Yesu asifiwe. Hello, tunaendelea.
Tunaendelea vizuri. Je, Dennis, dada yangu, Selesi, mama mwana ule mwingine, uko na katesi, uko na kamu, uko na katesi na satesi katika chakula. Bwana Yesu asifiwe. Tuendelee tusiendelee? Tuendelee tusiendelee? Nimekwambia, kwa hivyo tutaonekana tofauti kati ya dunia na kanisa. Tofauti kubwa sana machoni pa Mungu. Na kwa kuwa Mungu ni wa upendo, na tuonyeshe huo upendo kati yetu, Mungu atakuwa pamoja nasi. Haleluya. Kwa maana yeye ameungwa na upendo, na sisi tuumbwe na upendo. Tutakuwa pamoja, tutakuwa kitu kimoja. Tokana na hiyo tutakuwa nafsi yetu na ya Mungu hakuna tofauti. Haleluya. Nafsi yako na ya Mungu itakuwa kitu moja. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ule mtu wa kitambo aliyeumbwa asiye na mawaa, hautaonekana na mawaa yoyote mbele sawa. Jina la Bwana litukuzwe. Jina la Bwana litukuzwe. Nani asiyetaka kufanana na Kristo? Nani asiyetaka? Kwa hivyo kama una upendo katika moyo wako, kama nina upendo katika moyo wangu, hakutaonekana dosari, hakutaonekana tofauti. Sema amen. Sema amen. Jina la Bwana litukuzwe. Tutabadilishwa tufanane naye. Haleluya. Kufanana na Kristo ni lazima uwe na moyo wa upendo. Kumaanisha roho ya kanisa itakuwa pamoja ama roho ya kanisa itakuwa pamoja kama mtu mmoja. Roho wa kanisa na Mungu watakuwa kama mtu mmoja. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Hayo hakutakuwa na mipaka kati ya kanisa na kati ya Mungu. That's why sasa pale Mungu ataongea na kanisa. Lakini saa hii tunapapasa watu walio katika giza, watu waliopotea njia, wasiojua ukweli. Mambo mwingine unasema wewe kuna mchawi. Na Mungu ameninenea kuna mchawi anakufuata. Mungu anaongea kuhusu wachawi. Bwana Yesu asifiwe. Ade Mungu ameninenea kuna kifungo umefungwa. Are you with us? Bwana Yesu asifiwe. Na kama Mungu alivyopenda kanisa toka mwanzo, atatujenga, atatutenga na majaribu, kama vile ile sadaka ya Bwana ilivyoshuka kwa ajili ya kanisa, ili kuondoa mabaya yote, ili kupigana na chochote kinachopigana na kanisa, magonjwa yasiyo na tiba. Haleluya. Ukimwi, kansa, kisukari, corona. Bwana Yesu asifiwe. My brother, ukubali usikubali, ukatae usikatae, kanisa itakuwa covered. Sasa pale ndio Mathayo 24 mtakuwa mnasikia
habari za vita, habari za magonjwa. Bwana Yesu asifiwe. Tutakuwa tumeingia katika ule uwepo. Kwa hivyo siri ni hii, huwezi tembea katika uwepo bila pigia Bwana Yesu makofi. Kwa hiyo amekupea kifunguo cha kufungua mlango huu wa uwepo wa Bwana. Ni mmoja tu, upendo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo upendo atakuunganisha na uwepo. Bwana Yesu asifiwe. Maana anatuambia pale ndio tutakuwa tumeitwa wana. Kwa hiyo upendo ndio mzazi. Upendo ndio mzazi wetu wa kuunganika na uwepo wa Bwana. Pigia Bwana Yesu makofi. Haleluya. Amen. Upendo wa Bwana. Upendo Bwana aliyetuonyesha tukiwa apply katika kanisa na dunia. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Anga ya Yesu. Uwepo wa Bwana utatembea na kanisa. Hello. Bwana Yesu asifiwe. Sasa unajua kanisa itakuwa ndani ya upendo. Haleluya. Si kama unaona hiyo duara. Kanisa itakuwa kama magonjwa hayatasikika kule. Laana hazitasikika kule. Hello. Nataka uniambie kama tuko mahali pazuri. Wachawi hawatasikika kule. Waganga hawatasikika kule. Devil worship hawatasikika kule. Are you in a right position? Are you in a right position? Bwana Yesu asifiwe. Baraka kama kungekuwa kunatangazwa maji, kama kungekuwa kunatangazwa mauti, haleluya, basi tunaweza sema hatuko nje. Kama tunaweza sema hatuko nje ya uwepo wa Bwana. Hello. Bwana Yesu asifiwe. Hai, kutoka leo uchiwe uko katika anga, uko katika globo, ndani ya globo ya roho wa Bwana. Haleluya. 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 Wapendwa, tuko mbali. Pigia Bwana Yesu makofi. Bali tuko magonjwa siwezi tuona, laana na mateso. That's why then is anga uwezi sikia misingi ya kweli. Ililipiwa gharama ndani yako. Hello. Bwana Yesu asifiwe. We are around, or we are in. We are around the globe, or we are in the globe. We are in or around. Pigia Bwana Yesu makofi. Pigia Bwana Yesu makofi. That's why Felesi, mtu akiingia hapa hata kama ni mgonjwa atapona. Manake aliye hapa akuangi na magonjwa. Hata kama umevungwa, vifungo vitakuja, au umetuleta itaenda hata kabla sijakemewa. Manake hapa ni mfalme wa wafalme, na kila ufalme ulio kando yake ukimuona. Hello. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana litukuzwe. Yes. Bwana ni mwema. Yesu wetu ni mwema. Anataka tutaendelea huu jumbe hata sijui kama utaisha leo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe.
masaa imeenda sana.